Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi! Bana, kipindi hicho wakati ambao bana mtangazaji wa Kihispaniola anatangaza goli lake Messi akisema kwamba anakwenda Messi, anakwenda Messi, 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 Ankara Messi, Ankara Messi. Hiyo clip bado ipo sana na itakumbukwa daima dawamu katika ulimwengu huu. Messi, 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 immense Messi, Ankara 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 Messi, gol, 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 gol. Bana, leo hii kwenye legendary na mzungumzia bingwa mmoja ambaye kwamba anafahamika na kwenye World Cup 2026 anatesa sana, anaongoza kwenye ile chati ya mabao, bingwa kwa jina la Andres Lionel Messi. Amezaliwa Rosario 1987 tarehe 24 Juni kule Argentina. Rosario ni dogo ambaye kwamba akikuwa alikuwa na mwili mdogo mdogo hivi, alafu katika watu ambao wana mwili midogo midogo ule ukuaji unakuwa una take long sana. Kipindi hicho basi dogo anapambana sana. Katika umri wa miaka 13 alijiunga na La Masia Academy moja ambayo iko kule upande wa Barcelona. Na wakati amejiunga na ile klabu ya Barcelona na Academy ya La Masia, akawa dogo mwenye kipaji kikubwa sana. Akafanya debut yake ya kwanza 2004 wakati ambao kwamba vijana wa Arsenal walitoa the invisible, tunazungumzia kina Thierry Henry chini ya kufunzi wake bingwa kwa jina la Arsene Wenger, the professor football, wazee wa tiki taka dana. Bana, Messi is one of the greatest bowlers in the world ambao kwamba wameshawahi kushuhudiwa. Tukimzungumzia Lionel Messi tunaangalia watu kama akina Zinedine Zidane, tunazungumzia vipaji kama akina Ronaldinho the Gaucho, tunazungumzia watu kama akina Ronaldo de Nazario na wengi ambao wako hivyo. Kuna kipindi dogo ampiga shughuli mpaka watu wanasema hey, this is the boy. Ronaldinho asema kwamba wakati ambao kwamba Messi akiwa na umri wa miaka 17 anaingia ugani, mwenye kwa asema tu kwamba the next generation will suffer in the hands of this kid. Kipindi hicho basi kuna mabingwa pale Real Madrid, kijana kama Roberto Carlos anasema kwamba I thank God I am not playing in the era of Lionel Messi, maana alikuwa anasumbua sana. We talk about the likes of Sergio Ramos, the likes of Pepe. Kuna kipindi mechi fulani hapo wamempiga sana Messi mabuti nini, Cristiano anatoka hivi anampiga jicho, ashanga wanangu dogo ni moto wa kuotewa mbali. Kipindi hicho ndo Barcelona ni Barcelona. Ameshinda na Barcelona mataji 4 ya UEFA Champions League, ameshinda nao ligi, amekuwa kijana ambaye kwamba ni nahodha wa ile timu, amecheza na magwiji sana. Hapa tunamzungumzia Samuel Eto'o, tunamzungumzia bingwa kwa jina Ronaldinho, tunamzungumzia kina Valdez, tunazungumzia vijana wa sasa kina Kylian Mbappe, amecheza nao wote hao. Amecheza na kijana kwa jina la Angel Di Maria. Na 2022 katika kombe la dunia akiwa na Angel Di Maria walisababisha Argentina kuweza kunyanyua taji lao la kwanza, ama taji lao chini ya uongozi wa Lionel Messi, World Cup trophy ambao msimu huu tujui kama atakuwa analitetea au bado. Dogo ni ule mbingwa ambao kwamba amfanya shughuli kuwa kuntu, kashinda Ballon d'Or 8 Ballon d'Or 8 katika ulimwengu huu wa sasa. Ballon d'Or 8 ameziweka hivi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na kipindi hicho basi 2022 katika kombe la dunia shinda Golden Ball. Golden. Dogo yupo vizuri sana. Kipindi hicho watu wanamzungumzia wasema kwamba oya, kama kuna the greatest of all time ni Lionel Messi. Msimu huu afukuzi hata rekodi zinamfuata tu, anacheza atakavyo na wavu, anafumania wavu apendavyo, anafanya mambo yake basi ya rahisi. Mpaka Pep Guardiola kuna kipindi asema kwamba jamani, my players, none of you is Lionel Messi in this room, none of you is Lionel Messi in this team. Kuna kipindi Kailoka ananukuelewa pale AC Milan akisema you are not Messi, release the ball, you are not Messi, release the ball, achilia mpira twende tucheze. Akiwa Barcelona amefunga mabao
672. The guy was doing great, by the way. He is the all-time top scorer of Barcelona. Na baada ya kutumikia Barcelona akatoka kenda zake wapi? Paris Saint-Germain. Pale Paris akafanya shughuli kwa kuntu. Alishinda mataji mawili ya ligi, lakini hakufanikiwa kubeba UEFA, akiwa na Neymar, akiwa na Kylian Mbappe. Wakafanya shughuli kwa kuntu, lakini mwisho wa siku akaamua aondoke. Akaenda wapi? Akaenda zake Miami. Miami ameisaidia kubeba major trophies. Shughuli zikafanyika kule. Saizi anaimbwa yeye tu kule, wakati ambaye mtu ambao anashindanishwa naye sana kwa jina la Cristiano Ronaldo, yale enda zake Al Nassr. Ebana, our legendary today Lionel Messi, ama legendary katika kitengo chetu cha legendary leo ndani ya Ama Ikavu Uwanjani is Lionel Messi. What do we live to remember about Lionel Messi? The records, vitu ambavyo amevifanya, shughuli ambazo anafanya, uamuzi wake ugani. Watu wanamchukulia kama vile robot. Before he takes the ball, ashajua nani atampigia pasi, ile pasi ataiweka wapi, atampitaje yule defender, na ataiweka sehemu gani kwa usahihi na ufasaha. Ndio Lionel Messi huyo bwana. Hakuna mwingine zaidi ya Lionel Messi, the guy who was blessed with the left foot. Ndani ya uga sema kwamba the only team that I know is very hard to score is Chelsea. Maana alikumbana nao karibia kwenye UEFA Champions League. Aliteseka sana mikononi mwa Peter Cech, aliteseka sana mikononi mwa kina bingwa kama kina Thierry, kina Didier Drogba. Mwisho wa siku ndio hivyo, kuna kipindi wanatolewa. Torres akifunga bao, Ramirez akipiga chipping moja nzuri sana, Valdez akatwa hoi mataani. Lakini mwisho wa siku kwamba is a kind of a player ambaye kwamba kila mtu atatamani kumtazama, kila mtu atatamani kujumuika naye, kila mtu atataka tu anapiga naye story. Kalidou Koulibaly anasema kwamba kuna kipindi kabla ya mechi kwanza alimfuata Lionel Messi kumwambia kwamba baada ya mechi naomba jezi yako, lakini alipokwenda kwenye tunnel baada ya 90 kumalizika akawa nadhani kwamba Messi atakuwa amesahau, lakini Messi alikuja akamfuata pale akampatia jezi. Kitu ambacho ni nadra sana. Obi Mikel anakuambia kwamba wakiwa vijana wadogo katika kombe la dunia Nigeria, yeye alipewa tuzo ambayo kwamba ni ya chini yake Messi, lakini wote walikuwa mpewa tuzo. Kwa hivyo akamwambia kwamba hii tuzo mimi inanistahiki. Lionel Messi akamwambia basi ichukue hii unipewe yako kama utaridhia. Lakini Obi Mikel akamwambia ni hasira tu bwana mdogo, acha iwe hivyo, na shughuli zikawa. Wakati ambao anakutana akicheza na Chelsea, Lionel Messi alimsalimia Obi Mikel, how are you the golden boy? Yani the guy is simple, the guy. Alafu kitu kimoja, wakati wanacheza na Argentina, the guy is so protected with his own player. Mpaka watu wanasema kwamba the players are praying for Messi, not for the national team. Wachezaji wanacheza kwa ajili ya Messi. Tazama anavyofunga bao. Kila mchezaji huyo yupo kwenye mtimbiri kwa mfuata Messi. Kufanya nini? Kushangilia naye bao. Ni kitu ambacho ni nadra sana kukiona. Wapo baadhi ya mabingwa wakasema kwamba kulinganishwa na gwiji mwenzake Cristiano Ronaldo, the likes of Bruno Fernandes, akina Mendes, akina Vitinha, wote hawa akina Joao Felix hawachezi kwa sababu ya Cristiano Ronaldo, wanacheza kwa sababu ya maslahi binafsi. Lakini angalia akina Depo, akina Enzo Fernandez, akina Mark Lister, akina Emiliano Martinez na pia Lisandro Martinez, wanacheza kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya kijana moja, a boy from Rosario, Lionel Messi. Leo hii ndio hadithi yake ambayo kwamba tumeamua tuisimulie kwenye legendary ya leo. Goodbye for now, my name is Agadiasi. Kwa producer ni kijana kwa jina la Fortune MJ. Until next time we meet, brother. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi.